Na jioni ya leo tutajifunza somo linalosema roho ya kusingiziwa. Roho ya kusingiziwa. Na tutaongozwa na kitabu cha Danieli, ile sura ya 13 kuanzia aya ya kwanza na kuendelea. Ni sehemu inayomhusu au inayohusu habari za mwanamke mmoja anayeitwa Suzana, mwanamke mwaminifu, mwanamke mcha Mungu, mwanamke ambaye alikubali kuaibishwa, kudharauliwa na hata kusemwa vibaya, lakini yeye akasimama kumheshimu Mungu kuliko kuwaheshimu wanadamu. Na roho ya kusingiziwa imeleta majeraha mengi sana kwa watu, na watu wengi ambao wamesingiziwa kwenye mambo ambayo hawakuyatenda. Wengine kwa sababu ya kusingiziwa wameachishwa kazi, ndoa zao zimevunjika, mahusiano yao yamevunjika, wamechafuliwa kwenye jamii kwa sababu tu wengine walisingiziwa, lakini hawakupewa muda wa kusikilizwa na wakahukumiwa pasipo kusikilizwa. Mwisho wa siku wakabeba makosa ya wengine ambayo hawakuhusika kabisa kwenye maisha yao, wakajikuta wanabaki na hayo madhara, na hayo madhara yakageuka kuwa kidonda ambacho hakiponi mpaka leo. Na wengine kwa sababu ya kusingiziwa wamejikuta wana roho ya uchungu sana kwenye maisha yao. Kwa hiyo jioni ya leo tutaitazama hiyo roho ya kusingiziwa, ili kwamba na sisi tusiwasingizie wengine, na ili na sisi ambao tumesingiziwa tuwe tayari kuachilia na kumwachia Mungu mwenyewe ahukumu. Nitasoma ingawa ni kisa kirefu, basi nitakapoishia ni hapo hapo. Kinatoka kitabu cha Danieli sura ya 13 kuanzia aya ya kwanza. Inasema, palikuwa na mtu jina lake Yoakimu akikaa Babeli, naye ameoa mke jina lake Susana binti Helekia, mwanamke mzuri sana na mcha Mungu. Wazee wake nao walikuwa wenye haki, pia wamefundisha binti yao sawasawa na torati ya Musa. Basi Yoakimu alikuwa muungwana, tajiri, na karibu na nyumba yake alikuwa na bustani nzuri, hivyo Wayahudi humwendea, maana alikuwa mwenye heshima kupita wengine wote. Mwaka ule ule wakaamriwa wawili miongoni mwa wazee wa watu ili kuamua watu wa namna ile ambao Bwana aliwanena ya kama ufisadi ulitoka Babeli kwa wazee waamuzi waliohesabiwa kuwa wanatawala watu. Hao watu walikuwa wakienda mara nyingi kuzuru kwenye nyumba yake Yoakimu, na wote wenye mashtaka yoyote desturi yao wakawajia huko. Basi
watu walipoondoka kwenda zao panapo saa 6, Susana huingia katika bustani ya mmewe ili kutembea. Nao wale wazee wawili humwona kila siku anakwenda kutembea, hata wakawaka tamaa kwa sababu yake. Ndipo walipozipotosha nia zao, wakayageuza upande macho yao, wasiweze kutazama mbinguni wala kukumbuka hukumu za haki. Na ingawa wote wawili walichomwa kwa kumtamani, lakini hawakuthubutu kujulisha taabu zao, mradi waliona haya kudhihirisha tamaa zao mbaya walivyotamani kumpata. Walakini siku kwa siku wakachungulia kwa husuda ili wamwone. Hata mmoja wao akamwambia mwenzake, twenzetu nyumbani, maana ni saa ya chakula. Nao walipotoka wakaachana, warudi nyuma tena kila mtu, wakafika pale pale. Ndipo walipoulizana sababu, wakakiri tamaa zao. Nao wote wawili walijiweka wakati watakapoweza kumpata yu peke yake. Ikawa walipongoja wakati wa kufaa, yeye aliingia bustanini kama ilivyokuwa desturi yake, pamoja na wajakazi wawili, naye alitaka kuoga kwa sababu kulikuwa na joto. Wala hapo hapakuwa na mtu yeyote isipokuwa wale wazee wawili ambao wamejificha wakimvizia. Basi akawaambia wajakazi wake, leteeni mafuta na sabuni, mkaifungue milango ya bustani ili nioge. Wakafanya kama vile alivyowaagiza, wakaifunga milango ya bustani, wakatoka wenyewe kwa milango ya nyuma ili kuvileta vile vitu alivyoviagiza. Wala hawakuwaona wale wazee, kwa maana wamejificha. Mara wale wajakazi walipokwisha kutoka, wale wazee wawili waliondoka wakamwendea mbio, wakasema, tazama milango ya bustani imefungwa, asiweze kutuona mtu yeyote, nasi tunakupenda sana. Haya basi, utukubali ulale nasi, la hutaki, tutashuhudia ya kuwa hapa palikuwapo kijana pamoja nao, ndiyo sababu uliwaruhusu wajakazi wako. Basi Susana aliugua, akasema, nimesongwa pande zote, maana nikilitenda hilo ni mauti yangu. Nisipolitenda siwezi kuokoka mikononi mwenu. Ni afadhali nianguke katika mikono yenu na kukaa kuliko kutenda dhambi machoni pa Mungu. Mara Susana akapiga kelele kwa sauti kuu, nao wale wazee wawili wakampigia kelele pia. Kisha mmoja wao akakimbia akaifungua milango ya bustani. Hivyo watumishi wa nyumbani waliposikia kelele bustanini, wao waliingia kwa kasi kwa mlango wa nyuma ili waone ni nini iliyompata. Lakini wale wazee waliisimulia hadithi yao, nao watumishi wakaona aibu kabisa, kwa maana Susana hakuchongelewa habari ya namna hiyo wakati wowote. Ikawa kesho yake, watu walipokusanyika kwa Yakimu mmewe, wale wazee wawili wakaja, nao wamejaa kusudi lao ovu juu ya Susana la kumfisha. Wakasema mbele ya watu, mwiteni Susana binti Hilkia mkewe Yoakimu aje hapa. Basi akaenda kuitwa, naye akaja pamoja na baba yake na mama yake na watoto wake na jamaa zake wote. Naye huyo Susana alikuwa mwanamke mwenye adabu, mzuri wa uso. Basi hao watu wabaya waliamuru afunuliwe uso, maana alifunikwa utaji ili watu hao ili washibe uzuri wake. Kwa hiyo rafiki zake na wote waliomtazama wakasikitika. Ndipo wale wazee wawili waliposimama katikati ya watu,
wakaweka mikono yao juu ya kichwa chake, naye akatoka machozi, akatazama juu mbinguni, kwa maana moyo wake alimtumainia Mungu. Wale wazee wakasema, sisi tulipokuwa tukitembea bustanini peke yetu, huyu aliingia pamoja na wajakazi wawili, wakaifunga milango ya bustani, naye mara akawaruhusu wajakazi. Kisha kukatokea kijana ambaye amejificha humo, akamwendea akalala naye. Walakini sisi tungalipo pembeni mwa bustani, tuliuona ubaya huo, tukawaendea mbio. Hata tukiwa tumewaona pamoja yule kijana, hatukuweza kumkamata, maana alikuwa mwenye nguvu kuliko sisi. Akaifungua milango, akaepuka. Bali huyu tunashuhudu. Basi waliohudhuria wakasadiki, wakiwa wazee wa watu na waamuzi, hivyo wakahukumu auawe. Mara Susana akalia kwa sauti kuu akasema, E Mungu wa milele, wewe wajua yaliyositirika, wajua mambo yote yasiyokuwako. Wewe wajua ya kwamba wananishuhudia uongo, na tazama, imenipasa kufa, walakini sikufanya kamwe mambo kama hayo ambayo watu hawa wameyabuni juu yangu kwa ukorofi. Naye Bwana akaisikia sauti yake. Kwa hiyo alipochukuliwa huyo kwenda kuuawa, Mungu alimchochelezea rohoni kijana mmoja jina lake Danieli. Naye akapaza sauti akasema, mimi sina hatia kwa habari ya damu yake mwanamke huyu. Mara wote wakamgeuka wakasema, maneno haya uyasemayo maana yake nini? Akasimama katikati akasema, enyi bani Israeli, mmekuwa wapumbavu hata kumhukumu binti Israeli bila kuhoji wala kupata hakika ya kweli? Rudini, hukumuni mradi hao wanaomshuhudia uongo. Basi watu wote walirejea kwa haraka, nao wale wazee wakamwambia, njoo keti kati yetu, ushuhudie habari hiyo, endapo Mungu amekupa wewe heshima ya mzee. Hapo Danieli aliwaambia, watu hawa wawili watengwe, nami nitawahoji. Basi wakisha kutengwa, akamuita mmoja wao akamwambia, ewe uliyepata kuwa mzee katika uovu, sasa dhambi zako zimekukalia ulizozitenda zamani, kwa hukumu isiyo haki, kumpatiliza asiye na hatia na kumwachilia mwovu. Lakini Bwana asema, asiye na hatia mwenye haki usimuue. Haya basi, wewe ulimuona kwa macho, useme chini ya mti gani ulipowaona wakikaa pamoja? Naye akajibu, chini ya msadarusi. Danieli akasema, hakika umesema uongo juu ya kinywa chako mwenyewe, maana sasa hivi malaika wa Mungu amepokea hukumu ya Mungu akukate vipande viwili. Akamtenga huyo tena, akaamuru kumleta yule mwingine, akamwambia, ewe mzao wa Kanani, wala si wa Yuda, uzuri umekudanganya na tamaa imekupotosha moyo wako. Hivyo ndivyo ulivyomfanyia binti za Israeli, na kwa hofu walitenda nawe. Bali huyu binti Yuda hakuweza kustahimili uovu wako. Haya basi, nawe useme, chini ya mti gani ulipowaona wakikaa pamoja? Naye akasema, chini ya mkwaju. Danieli akamwambia, hakika wewe nawe umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe, maana malaika wa Mungu yu tayari anakungoja mwenye upanga akukate vipande viwili, ili awaangamize nyote wawili. Mara hiyo mikusanyiko yote wakapaza sauti kwa nguvu, wakamhimidi Mungu awaokoaye wamtumainio. Wakawaondolea wale wazee wawili, kwa maana Danieli ameuhakikishia ushuhuda wao ya kuwa ni uongo hata vinywani mwao wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesoma kutoka kwenye kitabu cha Danieli sura ya 13 aya ya kwanza mpaka aya ya 60, na somo letu jioni ya leo linasema roho ya kusingiziwa.
Tumetoka kusoma kisa cha mwanamke mmoja aliyekuwa ameolewa, ambaye Biblia inamtambua kwa jina la Susana, ambaye alikuwa ameolewa na mzee Yoakimu. Ilitokea kwamba huyu mama alikuwa ni mwanandoa. Sasa kuna watu ambao walikuwa wakienda kwenye huu mji ambao walikuwa ni wanaume wawili. Sasa walipokuwa wakienda wote kwa pamoja, wakaingiwa na tamaa juu ya huyu mwanadada au mwanandoa aliyekuwa anaitwa Susana. Wakatamani kufanya naye ngono, lakini wakakubaliana kwamba wote tumempenda kwa pamoja, katika kufanya naye ngono tutofautiane, kwamba wewe ufanye kwa nyakati hizi na mimi nifanye kwa nyakati hizi. Wakasema sawa. Sasa walipompata huyu Susana ameenda kuoga, wakamvamia kama vile umeenda bafuni. Unapofika bafuni, umefunga mlango, watu wanatoka nje wanakuja wanaufunga mlango, alafu wanakwambia ukubali kulala na sisi. Usipokubali tutapiga kelele na tutasema kwamba tumekukamata ukiwa na mwanaume mwingine, na tutashuhudia hayo. Susana akamwambia, ameshanikamata sawa, lakini niko tayari, mpige kelele mnayoweza kupiga, lakini siko tayari kumsaliti Mungu wangu kwa tamaa zenu za kimwili. Susana akatangulia kupiga kelele. Alipopiga kelele na hawa wazee na wao wakapiga kelele, ile kelele ikasikika. Wajakazi wa ule mji wakasikia ile kelele, wakaja kuona nini kimetokea. Wanapofika wanakuta wale wazee ambao walikuwa ni wazee miongoni mwa wanaotoa maamuzi au washauri. Tunaweza tukasema kwamba walikuwa ni mahakimu, pengine wasaidizi wa kutoa maamuzi kwenye baraza. Wakasema huyu mwanamke alikuwa na kijana humu ndani, na huyo kijana kwa bahati mbaya tumejaribu kumkamata, lakini alikuwa na nguvu akatuzidi, amekimbia. Alikuwa anafanya naye mapenzi. Tulipomwona tukaingiwa aibu kwamba huyu mama anatuaibisha, anamwaibisha huyu mzee Yoakimu. Kwa ndio maana tumepiga kelele. Wale wajakazi wakaingiwa na wasiwasi, wakahofu, wakafikiri kwamba ni kweli, kumbe ni maneno ya kupikwa ambayo walikuwa wanataka wamchafue Susana. Wameona ile dili ya kulala naye wameshindwa. Baada ya kuona hivyo, wakaamua tu wamchafue kwa namna fulani, na kumchafua huko wakashuhudia hayo walioyashuhudia. Kesho yake kikao kikakaa. Susana akaitwa, majirani wakaitwa, familia ikaitwa, mme akaitwa. Kaambia, njoo. Wale wazee wakaeleza ilivyokuwa. Susana hakupewa nafasi. Biblia haionyeshi kwamba Susana alipewa nafasi ya kujitetea, haionyeshi kama alipewa hiyo nafasi. Kwa hiyo waliosikilizwa ni wale wazee, wakazungumza ule uongo wao wote kwamba ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini Susana moyoni, Biblia inaonyesha kwamba alilia kwa uchungu, akamwambia Mungu, wewe unaona yaliyositirika ambayo wanadamu hawawezi kuyaona, na wewe unajua kabisa sikufanya wanachokisema hapa. Basi hukumu ya Kiyahudi ilikuwa ni kwamba ukikutwa na mwanamke au ukikutwa na mwanaume, adhabu yake ni kunyongwa, ni kuuawa. Kwa sababu hawa wazee walikuwa kwenye ile cabinet ya maamuzi, kwa nje wakawa wamezidi kete, asema wakaamuru sasa huyu Susana auawe. Wakati anaenda kuuawa, Roho wa Mungu akamwingia Danieli. Danieli akapiga kelele,
akasema, mimi simo. Chochote mnachoenda kukifanya, damu itakayomwagika isiyo na hatia juu ya huyu Susana, mimi simo. Akasema, wewe wakati wanahukumu si tulikuwa pamoja, mbona tena unasema hivi? Akasema, waiteni hao wazee, mimi niwaulize swali. Wale wazee wakatengwa. Akaitwa mzee wa kwanza. Danieli akamuuliza, wewe unasema kwamba mlimkuta huyu binti, mlimkuta huyu mwanamke akiwa anafanya mapenzi na kijana mwingine, alikuwa anafanyia mti gani? Mmoja akasema, kwenye mti wa msandarusi. Danieli akasema, sawa. Kamweka pembeni, kaambia, umedanganya na malaika wa Mungu atakumaliza. Akamwita yule wa pili, akamwambia, njoo, nyie ndo mlikuwepo wakati wa tukio haya. Walikuwa wanafanyia kwenye hii bustani, walikuwa wanafanyia hiyo ngono kwenye mti gani? Wa pili akasema walikuwa wanafanyia kwenye mti wa mkwaju. Huyu kasema msandarusi, huyu amesema mkwaju. Wametofautiana tayari. Danieli akasema, mnadanganya, nawe utauawa. Likatokea lile lililotokea. Susana akaokolewa. Nini nachotaka tujifunze kwenye hili somo? Ni namna ambavyo roho ya kusingiziwa inavyoleta madhara ya mauti kwa watu ambao walikuwa hata hawajayatenda hayo makosa waliohukumiwa nayo. Susana anahukumiwa, na anapohukumiwa hasikilizwi. Ni jambo ambalo linatokea kila siku kwenye maisha yetu. Tunawahukumu watu kwa kusikia, kwa kuambiwa, lakini si kwa kuona. Tunaua watu kwa kusikia na si kwa kuona. Jamii yetu tumeitengenezea majeraha mengi sana kwa sababu ya kusikia, kwa sababu ya kuambiwa maneno ambayo yana uongo ndani yake. Susana alikuwa anaenda kuuawa kwa maneno ya uongo, kwa maneno ya kusingiziwa. Na ndio maana leo kwenye jamii yetu, kwenye taasisi zetu, kwenye familia zetu, kuna watu wana makovu kwa sababu ya kusingiziwa. Kuna watu wana makovu kwa sababu ya kuonewa. Mwezi uliopita kuna mfanyakazi anayefanya chuo kikuu hapa Tanzania, tena ni chuo cha kanisa. Ilitokea kwamba kuna mkataba wa kualika wasanii kwenye mahafali ya chuo na sherehe za chuo. Walikuwa wamekusudia kwamba wawaalike hao wasanii. Sasa wakawa wamewaandikia kwamba tutawalipa kiasi fulani. Sasa wakati huyu mama anaandika ile barua kuelekea kwa wale wasanii, kuna mfanyakazi mwenzake alikuwa nyuma. Yule mfanyakazi mwenzake akapiga picha
ile barua ambayo kimsingi haitakiwi kutoka nje ya chuo. Ni makubaliano kati ya yule msanii aliyekuwa anaalikwa kuja kutumbuiza kwenye hizo sherehe na chuo. Sasa huyu ambaye alipiga hii picha alikuwa na hila na huyu, lakini alikuwa hajawahi kuionyesha waziwazi. Kwa hiyo akapiga picha. Alipopiga picha ile akamtumia mtu mmoja ambaye huyo mtu huwa anamwamini sana hapa Tanzania, akaililizi kwenye mitandao ya kijamii. Chuo kikashangaa kuona ile barua inasambaa mitandaoni. Sasa wakawa wanasema, angalia, wanatoa pesa nyingi sana kwa msanii, badala hata ya wangewalipa walimu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu kwenye hicho chuo. Wanamuita tu msanii anakuja kulipa milioni 35 kwa muda mfupi tu, lakini kuna wafanyakazi wamefanya hapo kazi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo yakawa maneno mengi sana. Yule dada akaitwa akasema, hii barua wewe ndo umeililizi. Kwa hiyo akaandikiwa barua ya kusimamishwa kazi. Lakini aliyeitoa ile barua nje ni rafiki yake wanayefanya naye chuo kimoja kazi. Kapiga picha, kamtumia huyo aliyemtumia, ikasambaa mitandaoni. Chuo kikasema, tunakuadhibu wewe kwa sababu wewe ndio ulikuwa unajua 1, 2, 3. Amelitenda kosa mtu mwingine, anakuja kuadhibiwa mtu mwingine. Jambo moja unatakiwa kujifunza na kulielewa kwenye maisha: ubaya una kawaida ya kurudi ukiwa umebeba riba ndani yake. Ubaya wa aina yoyote unaoweza kumtendea mtu, huwa una uhakika kwamba huo ubaya utakurudia ukiwa na riba juu yake. Ubaya wa Suzana aliyokuwa anatendewa uliwarudia wale wazee ukiwa na riba ya mauti. Hao wazee walijua kabisa Suzana kwa hili kosa anaenda kuuawa, lakini angalia ile mauti waliokuwa wameikusudia juu yake ikawarudia. Kwa nini? Mbegu yoyote ya ubaya huwa inaota, na inapoota haioti kwa yule aliyetendewa ubaya, inaota kwa yule aliyeutenda ubaya. Na ikiota kwa yule aliyeutenda ubaya, inaota ikiwa na mizizi na madhara ya kumdhuru yule yule aliyeipanda ile mbegu. Wewe una uhakika kwamba ukivunja ndoa ya watu kwa kusingizia, wewe una uhakika kwamba hata wewe ubaya huo huo ulioutumia kuvunja ndoa ya watu utatumika kuvunja ndoa yako. Ubaya wowote unaopanda ili mtu afukuzwe kazi, baada ya yule mtu kufukuzwa kazi, ujue kwamba atakayefuatia kufukuzwa kazi ni wewe. Hakuna ubaya unaoenda usirudi. Kila ubaya unaoenda huwa unarudi, tena ukiwa na riba ya kutosha ndani yake. Kule kijijini kwetu niliwahi kushuhudia mzee mmoja alikuwa na vijana 6. Katika hali yake ya uzee alitofautiana na mke wake. Alipotofautiana na mke wake, kwa sababu akina mama huwa wana access sana na watoto wao, akatengeneza mazingira ya wale watoto kumchukia baba yao.
Yule mzee katika mahangaiko yake akawa amefariki, na alipofariki aliacha neno, akasema, mlivyoniacha hivi na nyie mtakuja muacho zaidi. Hivyo tu. Wale vijana 6 wote walioa, lakini tunapozungumza mpaka sasa hakuna kijana anaishi na mke tena. Wao wameachwa mapema, hata hawajazeeka. Kwenye haya maisha usijifunze kununua uadui wa mtu. Adui wa rafiki yako sio lazima awe adui yako. Adui wa ndugu yako sio lazima awe adui yako. Adui wa jirani yako sio lazima awe adui yako. Jifunze kabisa kukataa kununua uadui wa mtu na mtu, kwa sababu uadui wa kununua haujui ukweli ulio nyuma yake au uongo ulio nyuma yake, na madhara yake unaweza ukajikuta unasingizia, unaumiza, unaharibu wale ambao wako innocent kabisa. Sasa watu tuna tabia ya kununua uadui wa marafiki zetu, uadui wa ndugu zetu. Usisununue uadui. Na ikiwa umewahi kujeruhiwa kwenye maisha yako kwa sababu ya kusingiziwa, sali kama Suzana alivyosali. Mwambie Mungu, wewe unajua yaliyostirika, unaona yasiyoonekana. Unajua kabisa nimeonewa, nimesingiziwa kwenye hili jambo. Ninaomba neema yako ya kuendelea kusonga mbele. Kwa sababu unajua nini? Unapokuwa umesingiziwa na hukumu ikapita, unachotakiwa kumwomba Mungu ni kumwomba tu athibitishe kile ambacho kilisemwa kwamba sio cha kweli, na sio kuendelea kuumia kwa muda mrefu. Ndio kuumia, utaumia, lakini kwenye hayo maumivu shetani anaweza akapitia kwenye hilo eneo akaendelea kukuletea majeraha mengi zaidi na ya kukutesa kwa muda mrefu sana. Lakini ukiwa tayari kusema lolote mlilotenda, mimi dhamiri yangu iko salama na iko safi, basi ninamwachia Mungu. Na jambo lingine kwenye maisha, jifunze kumsikiliza mtu kabla ya kumhukumu. Kuna watu ambao tumewahukumu kwenye maisha kwa maneno ya kusikia, kwa maneno ya kuambiwa, lakini sisi wenyewe hatukupata nafasi ya kuwasikiliza. Inawezekana tungewasikiliza hawa ambao tumewahukumu, hawa ambao tumewapa majeraha kwa sababu ya maneno ya kuambiwa, kwa sababu ya maneno ya kuuziwa. Inawezekana tungewasikiliza, tusingewaweka kwenye kundi ambalo tumewaweka. Kumbuka, kila unapomhukumu mtu pasipo kumsikiliza, iko siku na wewe utahukumiwa pasipo kusikilizwa. Kwa nini itakuwa hivyo? Kwa sababu ni mbegu ambayo na wewe unakuwa umeipanda kwenye maisha ya kwako. Na roho ya kusingizia ni mkono wa shetani. Yeyote ambaye ana roho ya kusingizia wengine
ajue kabisa kwamba huyo ni mkono wa shetani kwa wengine na sio mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu ni mkono wa haki. Mkono wa Mungu ni mkono unaosikiliza. Isitokee kwamba kwa sababu na wewe ulihukumiwa pasipo kusikilizwa, nao watendee wengine kama ulivyotendewa. Wasikilize watu kabla ya kuwahukumu. Wasikilize watu kabla ya kuwaweka kwenye makundi unayotaka kuwaweka. Kuna watu wengine tumewaweka kwenye makundi wasiostahili kuwekwa kwa sababu hatukuwapa nafasi ya kuwasikiliza. Kuna watu wengine tumevunja urafiki nao kwa sababu tu ya kusikia na sio kuwasikiliza. Roho ya kusingiziwa, na ikiwezekana ajifunze kila wakati kuiambia nafsi yako ijisikilize. Ukiwa na utamaduni pia wa kujisikiliza wewe mwenyewe, na hao wengine utawasikiliza. Suzana alihukumiwa kwa hila, kwa tamaa za watu, lakini angalia ubaya walioutengeneza uliwarudia. Ni watu wangapi ambao umewaweka moyoni kwa sababu ya maneno ya kusingizia? Kwenye jimbo moja, padre alikuwa anafanya utume kwenye hiyo parokia. Waumini wa pale, hasa viongozi, wakamshtumu sana kwa maneno mengi, maneno ya kumuumiza sana. Wakaenda kwa askofu wakamchafua sana, wakawa wanazunguka kwa waumini wenzao wanamchafua sana. Askofu akaona isiwe kesi, ngoja nimhamishe. Lakini maneno ya kusingiziwa, alikuwa amesingiziwa mengi mno. Yule padre siku anasali misa ya mwisho ya kuaga pale, alikuwa altareni hapa kwenye altari kama hii, ametoa baraka ya mwisho, akasema hivi: yote mlioyasema kama ni ya kweli, Mungu atanihukumu, lakini yote mlioyasema kama sio ya kweli. Akapiga mkono wake kwenye altari akasema, ninamwachia Mungu kwenye altari hii. Kwa macho yangu nimeona wale viongozi waliokuwa wakitengeneza yale mambo anakufa mmoja baada ya mwingine. Walivyoona wanaelekea kuisha, ikabidi wafunge safari mpaka kwa yule padre. Ambe, baba, tumekuja kuomba msamaha, tunaisha. Akamwambia, mimi niliwasamehe, naendelea na utume wangu. Kamwombeni Mungu msamaha, hamkunidhalilisha mimi, mmemdhalilisha Mungu. Na hata Wakatoliki wengi pia tuna hiyo tabia. Tuna kawaida ya kutumia udhaifu wa mtu
kama fimbo ya kumchapia kwenye maisha, bila kusahau kwamba na sisi tuna udhaifu. Vile unavyotumia udhaifu wa mtu kumchapa fimbo kwenye maisha yake, wewe una uhakika kwamba hata wewe huo udhaifu ulionao, iko siku watu watautumia kukuchapa fimbo. Kila ubaya unaoutengeneza lazima ushuhudie. Kwa hiyo roho ya kusingiziwa ni roho ambayo imeacha majeraha mengi sana kwa watu. Kuna wengine wamefukuzwa kazi pasipo hata kusikilizwa, kwa maneno tu ya uongo. Ametengenezewa skendo, amechafuriwa, ameaibishwa. Sema basi ngoje tumwache, kwa hii skendo tulioitengeneza hata chomoka. Bila kujua kwamba hizo skendo wanazozitengeneza na wao iko siku watatengenezewa skendo. Kumsingizia mtu ili kumchafua, ili kumuumiza, ili kumharibia sifa yake kwenye jamii, kwenye kanisa, kwenye taifa, kazini, ni kujichimbia kaburi ambalo hilo kaburi utaingiamo wewe mwenyewe. Haijalishi wakati huo huyo mtu anaweza akafukuzwa kwenye hilo eneo, akaaibika, akachafuliwa. Wewe una uhakika kwamba hata wewe baada ya kumemaliza kuchimba hilo kaburi, watu watajiandaa kwenda kukuzika wewe kwenye hilo kaburi ulilolichimba kwa maneno yako, ulilolichimba kwa nia yako mbaya. Roho ya kusingiziwa, roho ya kusingizia, iepuke kabisa. Roho ya kusingizia wengine. Suzana alisingiziwa, lakini napenda sana sala aliyosali Suzana. Napenda sana sala aliyosali Suzana. Mungu wa milele, wewe wajua yaliyostirika, wajua mambo yote yasije kwako. Wewe wajua ya kwamba wananishuhudia uongo, na tazama imenipasa kufa. Walakini sikufanya kamwe mambo kama hayo ambayo watu hawa wameabuni juu yangu. Kubuni mambo mabaya juu ya wengine. Nilikuwa na zungumza na dada mmoja, alitokea kumpenda kaka mmoja. Sasa yule kaka yeye akawa hajavutiwa na huyo dada, alikuwa amevutiwa na huyo mwingine ambaye huyu mwenzake alikuwa anaenda kumchongea. Imefika mahala huyu kaka anataka kumwoa huyu mwenzake. Huyu dada akapeleka maneno ya umbea kwamba yule dada unayetaka kumwoa yule, ninakuonea huruma. Yule kaka akamuuliza kwa nini? Akasema nakuonea huruma.
Mbona unanionea huruma gani? Nasema yule dada mimi nimesoma naye. Na kweli walikuwa wamesoma na huyo dada. Usimuone vile ni malaya. Pale hakuna mke kaka yangu. Kama unataka kutengeneza familia, ninakushauri yule achana naye kwa maslahi ya maisha yako. Usije ukasema sikukwambia. Maneno ya kutunga. Kwa hiyo huyu kaka kweli akairisha kumwoa yule dada. Sasa huyu dada kinachomkuta kwenye maisha ni kwamba yeye kila anapochumbiwa wanatokea watu wanaotoa sifa mbaya juu yake. Yaani kitokea tu amechumbiwa, watu wakajua, anatokea tu mtu anapeleka taarifa kwamba yule. Sasa akawa ananiuliza kwamba kaka William, ni sali sala gani? Na mimi nikamuuliza, ulichokuwa unakizungumza juu ya huyo dada ili asiolewe, ulisali sala gani? Kwa sababu unavuna ulichopanda. Nikamwambia sasa, kama yuko hai mtafute alipo, umuombe msamaha. Hata kama ameolewa, kamtafute. Hawezi kujua ni machozi gani alimwaga aliposikia yule kaka ameahirisha kumwoa. Huwezi kujua ni machozi gani aliyomwaga. Naogopa machozi ya mtu yana rangi ya nyeupe kama maji, lakini 99% ya machozi huo ni maombi, na pengine hata 99% ya machozi huo ni huzuni, au 99% ya machozi huo ni furaha. Inategemea machozi yaliyodondoka chini yalikuwa na lugha gani. Kama mnabisha kwamba machozi hayana lugha, kaangalia mwanamume ambaye ameanza chini kabisa maisha na mwanamke, alafu huyo mwanaume baada ya kupata mali akamsahau yule mwanamke, aidha akamtesa au akamfukuza au akamwacha. Yule mama akidondosha machozi yake chini, hata kama hizo mali zilikuwa zinamwagika dunia nzima, itaisha moja baada ya nyingine. Yaani ile kuondoka tu, hata bila kumwambia Mungu akubariki, ile kuondoka tu akiwa analia, amefunga ukurasa. Amefunga ukurasa. Nilikutana na baba mmoja, alikuwa amefikisha mtaji wa bilioni 6 za Tanzania. Bilioni 6. Katika harakati zake akakutana na mama mmoja. Yule mama nafikiri alimpenda tu kwa sababu ya pesa. Ni mama kwa sababu alikuwa na watoto wawili, lakini ni age kama ya miaka 40 hapo. Kwa hiyo sijui alimwendea kwa mganga, akawa amemkamata yule baba. Sasa ni kama roho fulani ya kishetani ilipita hapo. Huyu baba akaanza kuleta dharau, kaanza kumwona huyu mke wake hafai,
kaanza kumchukulia poa. Yameenda. Biashara zao zikaanza kuporomoka moja baada ya nyingine. Halafu hizi pesa msikie tu zinatamkwa, lakini ikianza kupotea haichukuagi hata mwezi. Trust me. Yaani hata kama una bilioni 100 kwenye akaunti, ikifululiza kutoka, kuingia kwa pesa ndo huwa kugumu, ila kutoka kwa pesa huwa ni rahisi sana. Yaani wewe unaweza ukahangaika kuitafuta laki kwa mwezi mzima, lakini unaenda unakaa pale baa, kuna kinywaji cha laki ambao umeitafuta mwezi mzima, lakini unaimaliza tu kwa lisali moja. Marafiki zangu, siku moja tumetoka outing, kuna kinywaji whisky fulani likubwa ni moja, wanaliuza milioni 1 whisky, chupa tu. Sasa nikawambia, usimtaji wa mtu kabisa huu. Msifu Yesu Kristo. Milioni 1 simtaji wa mtu kabisa huu. Sasa kuna mwingine akasema, unafikiri mmoja? Watu 10, sipoangalia hata 20. Kuna watu wanatafuta mtaji wa 30,000. Sasa nikajiuliza, tumeitafuta kwa muda gani? Mmoja akaropoka akasema, bana, kesho Mungu atajua. Sasa yule baba alikuwa na mabiashara ya kutosha. Yule mchepuko ambaye amempata, naona alikuwa anaenda kwa waganga. Sasa ile biashara ilipoanza kuanguka, yule mchepuko akawa anaenda kwa waganga, leta madawa, anamwambia, hizi pesa mwenye nuksi hapa ni huyu mke wako. Asa anakuaje mke wake na ndo ametafuta nayo, amepata hizo bilioni 6 plus, wewe ambaye umedandia katikati zimeshapatikana, umechangia nini? Lakini kwa sababu labda umepigwa rimbwata, unakuwa tu unakubali. Yule baba amekuja kushtuka, zimebaki karibia bilioni 1 na ushee. Ndio tunakutana, ananiambia nifanyeje? Tena hakuniambia kwamba na mchepuko. Nikamwambia moja kwa moja, nikamwambia, wewe usidie kwamba biashara imeharibika, hebu sema una malaya sehemu. Kaambia hivyo. Akasema ni kweli yupo. Kaambia sasa huyo ndo anakula hela zako na ndo ameharibu kila kitu. Yule baba akaniona kama sinichi. Mnajua sinichi? Viswahili vya vijana, yani kama mbea fulani hivi. Kwa akanipuuza, akaendelea na maisha. Amefika mahala amefunga kila kitu, akanitafuta tena. Kaambia, si nilikwambia? Yule mama machozi yanayomwagika yana jambo lake. Wewe umezaa watoto 2 nje, ukiishafunga ndoa, umempelekea yule mama, amewapokea. Sasa hivi tena umelianzisha lingine, alafu tena unamsingizia.
kwamba kuna namna fulani anafanya biashara inakufa. Unategemea nini? Kaambia sasa nifanyeje? Yule baba ni mruteli. Kaambia sasa cha kufanya, nenda kwa mchungaji wako. Nenda kwa mchungaji wako na mke wako. Nenda ukamwombe msamaha. Alafu tengeneze upya. Kuna watu ambao umewasingizia kwenye maisha wakamwaga machozi. Yale machozi hayakwenda bure. Kuna watu wamekusingizia ukamwaga machozi. Hayo machozi hayakwenda bure. Najua maana ya machozi ni kuongea kile usichoweza kukiongea kwa maneno. Machozi ni lugha ya hisia. Hakuna anayejua au anayefahamu lugha ya hisia ni lugha ya aina gani. Ikiwa umesingiziwa, mwambie Yesu wa Ekaristi jioni ya leo akuponye majeraha. Ikiwa umesingizia na unajua kabisa kuna maisha ya mtu nimeyaharibu, kuna maisha ya mtu nimeyachafua, kuna sifa ya mtu nimeichafua, kuna mtu nimesababisha amefukuzwa kazi, kuna mtu nimesababisha ameacha kusaidiwa kwa sababu yangu, kuna mtu nimesababisha ameachika kwa sababu yangu, kuna mtu nimesababisha ameshindwa kupewa msaada kwa sababu yangu, na unajua kabisa alistahili kupewa huo msaada, na wewe ukasimama pale kama uzibe. Hayo machozi yake yaliyomwagika hayakwenda bure. Mwambie Yesu wa Ekaristi jioni ya leo akusamehe. Inawezekana ni kaburi ambalo umelichimba mwenyewe, utalidumbukia mwenyewe, pengine na uzao wako utadumbukia humo humo, kwa sababu kila jema unalofanya huwa ni mbegu kwa ajili yako na uzao wako, na kila baya unalolifanya ni mbegu kwako mwenyewe na kwenye uzao wako. Tumsifu Yesu Kristo.